Tulipokuwa tunaakhirisha darasa letu kwa mapumziko ya wiki, tulikuwa bado tunaendelea katika surati Yunus, na tulisimama katika aya ya 64, aya iliyotokana na maelezo ya 62. Anasema subhanahu wa ta'ala, ala zindukeni, inna awliya Allahi, hakika ya wapenzi wa Allah, wapenzi wake Allah, hakika ya wapenzi wake Allah, la khawfun alaihim, wapenzi wa Allah hawatakuwa na hofu juu lao, si katika dunia yao hawatakuwa na hofu, si katika kuvuliwa roho kwao hawatakuwa na hofu, watakapolazwa katika miana ndani yao hawatakuwa na hofu, hata ile yaumul faza'il akbar bado wao hawatakuwa na hofu, kwa sababu wao auliyaullah, ni wapenzi wa Allah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatumia harfu hii ya ala, zindukeni, harfu tambihi, inna awliya Allah, hakika ya wapenzi wa Allah, la khawfun alaihim. Tafsiri nyingine waweza ukapita, hawana sababu ya kuwa na hofu. Kwa nini wawe na hofu? Wapenzi wa Allah, kitu gani kitakachowafanya wao kuwa na hofu? Ala inna awliya Allahi, hakika ya wapenzi wa Allah, la khawfun alaihim, hawana sababu ya kuwa na hofu juu lao, waogope nini? Wala hum yahzanun, na wala hawana sababu ya wao kwamba watahuzunika, hakuna sababu hiyo. Kwa hivyo la khawfun alaihim, hawana hofu juu lao, wala hum yahzanuna, wala hawatahuzunika. Hawa ni watu maalum, watu hao wanaitwa auliya Allah, wapenzi wa Mwenyezi Mungu. Wapenzi wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala amewabainisha. Kama unataka kuwajua ili na wewe ujipinde uwe miongoni mwao, Allah anawapambanua wajulikane. Alladhina amanu, ni wale walioamini imani ya kweli, sio wanaoshinda toka asubuhi mpaka saa 12 viwanjani. Alladhina amanu, kuna watu dhuhuri zinawapita, la asiri hawakuswali, wanalalamika kama wamefiliwa na baba zao. Hawa watu sio auliya Allah. Hawa ni lazima wawe na hofu hata timu zao zikifungwa, kwa sababu sio auliya Allah. Mwenyezi Mungu anawabainisha auliya Allah. Tafuta nafasi na wewe upenye katika eneo hilo. Anasema Mwenyezi Mungu, alladhina amanu, ni wale walioamini imani ya kweli, wakamtambua Allah kwa vile anavyostahiki Allah, wakamuabudu Allah vile alivyoagiza Allah, wakayaepuka makatazo ya Allah kama alivyokataza mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Humul ladhina amanu wakanu, na wakawa hao ladhina amanu, yattaquna, wanaishi wakiwa na hofu katika dunia. Na Mwenyezi Mungu kupitia mtume wake anasema kwamba Mwenyezi Mungu hatokusanya hofu mbili kwa mja wake mmoja, kwamba duniani awe na hofu alafu siku ya kiyama akawe na hofu.
Ukiwa na hofu katika maisha yako ya dunia ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hutokuwa na hofu wakati wa kukutana na Allah. Lakini kama leo unaishi bila ya kujali, bila ya kuwa na hofu, unajifanya hamnazo, unajifanya huna adabu, unajifanya umejiumba mwenyewe, unajifanya una nafasi, huogopi, wewe ndio mwenye amri, ukawa hujali wala hubali, elewa wewe utakuwa na hofu kila wakati. Kama una pesa utatafuta mabausa wakulinde. Kule kulindwa na mabausa, ile maana yake ni hofu. Shafahamu Mtume sallama alikuwa na maadui kila upande, lakini alikuwa anawaambia masahaba, khallu dhahari, acheni msikae nyuma yangu kunilinda. Tunafahamiana. Lakini kama humuogopi Mungu, utamuogopa mpaka Mungu, ukamtafutie madawa na madawa na madawa ili usipate kuumwa na mbu, kwa sababu unaogopa malaria. Shafahamu? Kwa sababu hukumuogopa aliyemuumba mbu. Ukimuogopa aliyemuumba mbu, Mwenyezi Mungu atamsalitisha mbu asikudhuru. Watu waliwashika mikono simba, watu waliwaamrisha simba, pita, ondoka, tunataka tupite, na wakaondoka wakatii, kwa sababu simba ni makhluku wa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Wapenzi wa Mwenyezi Mungu wanapolitaka lao kwa Allah, Mungu anawapa. Lakini maadamu haogopwi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tutaogopa kila kitu, mpaka kivuli chako utakiogopa. Leo ziangalie nyumba zetu, umeme uliomo ndani ya nyumba wenyewe ni hatari lakini tumeona bado tutafute ulinzi tena wa moto. Nyumba zetu zote zimejengewa waya kule za umeme. Umefahamu? Kubwa utakaloambiwa, nyumba inalindwa na umeme huo. Umeme unakulinda wewe, wewe mwenyewe uko hatarini na huo umeme. Ushafahamu? Lakini ni kwa sababu gani hatumuogopi Mwenyezi Mungu? Tunaogopa kila kitu, mpaka Mtume ametukataza sisi au ametuelekeza wakati wa kulala moto tuzime. Sisi wakati wa kulala ndio moto tunawasha. Hebu niambie, ikitokea pale tuje kuchukua nini? Tusome hitima hapo hapo au tuje kuchukua nini? Tunafahamiana. Allah tabaraka wa taala anawazungumza auliyaahu. Man humu auliyaullah? Ni wakina nani? Alladhina amanu. Penya hapo Muislamu mwenzangu, alladhina amanu, wale walioamini, wakawa katika maisha yao, kama tulivyosema wiki iliyopita, hii kana ya istimrari. Wakawa katika mzunguko wa maisha yao, wakiwa kazini wakanu, wakiwa safarini wakanu, wakiwa jeshini wakanu, wakiwa polisini wakanu, wakiwa madarakani wakanu, wakawa wafanya biashara wakanu, sehemu zote hizo wakanu yattaqun, wakawa wanaishi na khaufu ya Mwenyezi Mungu katika maeneo yote hayo. Usifikiri Mwenyezi Mungu anaogopwa baada ya kuvua uniform zako. Mwenyezi Mungu kwa kupitia mtume wake anasema ittaqillaha haithuma, popote ulipo, ukiwa kazini, ukiwa nyumbani, ukiwa safarini, ukiwa katika cheo, ukiwa na mapesa, haithuma kunta, au unaweza ukasema mahama kunta, vyovyote utakavyokuwa, umuogope Mwenyezi Mungu.
Tayib, wakanu yattaquna, wakawa wanaishi na hofu ya Mwenyezi Mungu. Tumezungumza mara nyingi kuhusu neno takwa. Tafsiri ya wanawazuoni wanasema ni maneno mawili tu: takwa, kutekeleza amri za Allah; takwa, kuyaepuka makatazo ya Allah. Na ibada ngumu yenye maksi kubwa ni kuyaepuka makatazo ya Allah, na ndiyo ibada inayotushinda. Kuingia msikitini tunaingia wengi, lakini tukitoka tunakwanga. Kuingia msikitini tunaingia wengi, lakini tunakitoka tuna vibanda vingine, sio kwa haki zetu. Kuingia msikitini tunaingia wengi, lakini tukishakuvaa sare zetu tunatandika watu. Kwa hivyo khaufu ya Mwenyezi Mungu hasa iwe kuyaogopa makatazo yake Allah. Kuswali ni rahisi sana, kufunga ni rahisi sana, kuhiji ni rahisi sana, lakini kuacha kusema uongo, kuacha kusengenya, kuacha kugombanisha watu, kuacha kuchukua mali isiyokuwa ya kwako, hizo ndio ibada nzito na ndio zenye maksi kubwa mno. Inna lilmuttaqina mafaza, wacha Mungu ndio peke yao Mungu ametangaza ndio waliofanikiwa. Kwa hivyo anawaelezea sifa zao wapenzi wake Allah subhana, akasema lahumul bushra, hao wameshathibitikiwa na habari njema. Tulisoma katika At-Tauba, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Hawa Mungu anawapa habari njema hata kabla hawajafa. Anawapa habari njema ya nini? Birahmatin minhu, kwamba watapata rehma zinazotoka kwake, wa ridwan, na watapata radhi zake, wa jannatun, watapata na neema na mabustani, lahum fiha, kuna neema na ukazi wa milele. Auliyaullahi hao tukaambizana katika wiki ile iliyopita, kila mmoja akajisachi ili tusiwasome hawa watu tukawaacha wakenda zao peke yao. Angalia wale ashabul kahfi, yule mbwa alipogundua hawa watu wamesimama katika haki, alifanya nini? Aliwafata. Ashabul kahfi wanasema wako wangapi? Wako watatu, wanne wao nani? Mpaka mbwa katajwa katika Qur'ani kwa sababu waliwafata watu gani? Watu wema. Na sisi watu wema kama hawa tusiwaache wakapita peke yao, na sisi tuige nyendeno zao, tuyafate matendo yao, tufanye kama walivyofanya wao. Huenda na sisi tukajinadi saada mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwafiki walipofika wao, lakini kwa sababu mbwa aliingizwa katika hisabu, akasema walikuwa watu watatu na mbwa alikuwa wanne. Hata kama hakuwa binadamu, lakini alikuwa wangapi? Si alikuwa katika wale, au sio? Tayyib, lahumul bushra, Mwenyezi Mungu anatangaza hawa wapenzi wa Allah, wao wamethibitikiwa na bishara njema fil hayati dunia, katika maisha ya dunia. Wanasema baadhi ya wafasiri kuwa na bishara njema katika uhai wa dunia, ukiota ndoto zako zinakuwa za kweli. Huoti zile ndoto mara umeingia kisimani, mara unamezwa na chura, ndoto zile wewe hutoota. Utaota ndoto ukiota inakuwa ya kweli. Ndio bishara. Wanawazuoni wengine wanasema bishara kwa hawa auliyaullahi hapa duniani kupata nafasi hiyo ya kuwa na ndoto njema.
Tumefahamiana. Fil hayati dunya wa fil akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala anawaondoa wasiwasi wapenzi wake, na wapenzi wake hawana wasiwasi, ndio maana wakamuamini, wakayaepuka makatazo yake, wakatekeleza amri zake, hawana wasiwasi, bali Allah anatilia mkazo tu, anasema la tabdila likalimatillah. Haya ni maneno ya Mungu, na maneno ya Mungu hakuna manake hakuna hilo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba ajute ile ahadi zilikuwa kubwa kubwa. Ushafahamu, siwezi kuzitekeleza. La tabdila likalimatillah, hakuna kubadilishwa maneno ya Allah. Haya ni maneno ya Allah, na huu ni uhakika, na wala usiwe na shaka. Tunakwenda pamoja Dhalika huwa alfawzul adhim. Kama kuna watu wametangaza kufanikiwa katika dunia, Mwenyezi Mungu anasema mafanikio hayo wanayojitangazia watu sio ya maana chochote. Mafanikio ya kweli ni haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoyatangaza kwa wale auliyauhu alladhina amanu wa kanu yattaqun, ambao Mwenyezi Mungu anasema lahumul bushra. Hawa ndio watu waliofanikiwa. Allahumma ya rabbi birahmatika ja'alna minal faizina ya Allah, ja'alna faizina ya Allah, fawzan adhima fi dunya wal akhirah. Dhalika huwa alfawzul adhim. Allah anasema huko ndiko kufanikiwa kukubwa. Tulikuwa katika swala ya Ijumaa wiki iliyopita, kwa maana ya Ijumaa ya jana tulikuwa katika Ijumaa ya jana. Shekhe wetu aliyotusomea hutuba aliturejesha katika tarehe 13 ya Januari 2025, namna tulivyokuwa na harakati ya kuwapeleka watoto katika maskuli, na hasa zile skuli zinazopelekwa na watu wenye akili zao, watu waliokuwa mifuko yao imejaa. Namna gani waliwapeleka watoto wao katika maskuli ya pesa. Mwenye kupeleka mtoto wake katika ule muhula wa kwanza 700,000, mwenye muhula wa kwanza 800,000, mwenye muhula wa kwanza 900,000, mwenye muhula wa kwanza milioni nzima. Watu wote tuliamanika, hata wale waliowapeleka watoto wao muhula wa kwanza wa kuandikwa 20,000, lakini sote tuliamanika kuwapeleka watoto wetu huko kwa ajili ya kuwaanzishia watoto wetu safari ya maisha yao. Na wengine tulichukua na simu zetu, tulipofika katika mageti tukapiga picha na watoto wetu, ili mtoto wako atakapomaliza digirii ya kwanza au atakapokuwa amemaliza shahada yake ya udokta, unamuonyesha, baba, hii ndio picha niliyokupeleka siku ya kwanza ukienda Nasar, ulikuwa hivi na mimi nilikuwa hivi, nikikujengea msingi wa maisha yako. Suala linakuja, upande huo tulijitolea katika kiwango hicho. Je, katika upande wa dini yetu tulifanyaje? Kuna mtu yoyote alizingatia kwamba mimi nimekuja katika dunia, Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Huyu mtoto wako ulimwekea kumbukumbu ya kuja kumwambia, mwanangu, unajua kwamba sisi Mwenyezi Mungu ametuumba, ametuleta katika dunia tuje kufanya ibada.
Uliwahi kumfikiria hilo? Lakini Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, pamoja na umuhimu wa kuwa na marubani, pamoja na umuhimu wa kuwa na makapteni, pamoja na umuhimu wa kuwa na madoctors, hao aliowachagua akawaita waja wake wema, hakuna hata aliyekuwa na digrii. Twende kwa akina mama tu wawili, tusiwataje wengi. Mmoja mke wa Firauni, anasema Bwana Mtume, wanawake wote hawakukamilika isipokuwa wanawake 4 tu. Wa kwanza mama Asia mke wa Firauni, wa pili mama Maryam mama yake Nabii Isa, wa tatu mama Khadija mke wa Bwana Mtume, na wa 4 bibi Fatima binti Rasulillah. Ni hawa wanawake 4. Ebu yupo angalau mwenye diploma, cheti je? Angalau yumo. Lakini muulize Mungu, kwa nini umempa Asia nafasi ya ubora? Anasema huyu mama alisema, rabbi benili indaka baitan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqaumi adh-dhalimin. Ujue maneno haya anayasema mama Asia, anakataa mchuzi mwekundu, anamtaka Mungu. Ndio maana Mungu akasema huyu kakamilika. Nenda kwa mama Maryam, wa Maryam binata Imrana allati ahsanat farjaha, kwanza alihifadhi tupu yake. Hivi ukimpeleka mpaka katika hayo madigiri, huyu mtoto atakuwa na khaufu ya zina? Awe kama mama Maryam wa kuweza kuihifadhi tupu yake na maasi? Unatarajia hivyo? wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Alafu Mungu anasemaje? fasaddaqat bikalimati rabbiha. Huyu mama sababu ya kupanda daraja aliamini maneno ya Mola wake, akaishi nayo maneno ya Mola wake. Alafu akasema wakanat minal qanitin. Haya maneno ya Mwenyezi Mungu ya kuwapandisha daraja mama hawa. Hakuna mwenye hapo shahada ya PhD PhD mnasemana hiyo shahada yenu, si ndio? Hatuzungumzi kwamba tusiwapeleke huko. Tunawataka marubani, tunawataka madokta, kwa sababu mfumo wa dunia hapatikani rubani kwa kusoma Qur'ani, si ndio ilivyowekwa, au sio? Wala ukasoma Bulughul Marami hushaguliwi kuwa diwani, ndio mfumo wa dunia. Lakini je, yale maneno ya mzee Zakaria alipokongea kwa mzee yule, akiwaona watu wengine wamemili katika dunia, alimwambia nini Mola wake? Alisema rabbi inni wahana al'azmu minni, ndio washta'ala ar-ra'su shaiba. Nachokuomba, sina mtoto mimi na ninawaona watu wamezama katika dunia, fahabli min ladunka waliya, na kuomba unipe mtoto. Huyo unipe tu, kwa sababu njia tena mie na nguvu ya kumpata mtoto sina. Fahabli min ladunka waliya. Aje kufanya nini? Aje kugombea ubunge? Hapana. Yarithuni wa yarithu min ali Yaquba. Aje kusimama katika kazi yangu. Zakaria alikuwa na kazi gani? Aje kuwaongoza familia hii ya kizazi cha mzee Yaqubu. Waja'alhu rabbi radhiya, na kuomba mtoto huyo Mwenyezi Mungu uwe radhi naye. We uliwahi kufikiria kusema na kuomba ya Rabbi, mtoto wangu uwe radhi naye?
Lakini tarehe 13 sote tulikuwa tunapishana katika maskuli mbalimbali kwa ajili ya kuwapeleka watoto kuanza safari yao ya maisha na mafanikio yao ya dunia. Hivi Mungu akisema bal tuuthiruna alhayata dunia, iwe anasema maneno sio ya haki? Akizungumza neno hili bal tuuthiruna alhayata dunia, sababu kubwa ni kwamba mmeifadhilisha dunia. Haya maneno akili yako inayakataa, sio kweli? Tunafahamiana? Subhanallah, la ilaha illa Allah. Hiyo hutuba ilitutoa machozi, ilitutoa machozi, kwa sababu ukiangalia hiyo hutuba na uhalisia wa maisha yetu ndivyo ulivyo. Sasa unajiuliza, tunatokaje? Sheikh Salum, tunatokaje? Tunakwenda, lakini wapenzi wa Allah anasema lahumul bushra, wao wamethibitikiwa na habari njema, fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila likalimatillahi, hakuna kubadilishwa hata nukta moja katika maneno ya Allah tabaraka wa taala. Huo ndio ukweli na huo ndio uhakika. Dhalika huwa alfawzul adhim. Kama unataka kumwanzishia mtoto wako mafanikio, haya ndiyo ya kumwanzishia mwanao ili apate kufanikiwa. Mjenge awe mpenzi wa Allah, mjenge awe muumini, mjenge awe na takwa ili apate bishara katika dunia na akhera, awe karibu na Allah, asiwe na hofu. Sikwambii usiwapeleke watoto skuli, wapeleke, lakini uwe na uhakika watoto wako wako karibu na vitabu au kitabu cha Allah, ili kuweza kuishi na Allah, wapate radhi za Allah. Sawa? Baada ya maelezo haya, katika suratul An'am Allah tabaraka wa taala alimwambia mtume wake maneno yafuatayo: qad na'lamu, kwa hakika Muhammadi tunafahamu, innahu, ya kwamba, la yahzunuka alladhi yaquluna, wewe unahuzunishwa na kauli wanazozisema makafiri washirikina. Maneno yao wewe yanakuhuzunisha, hilo tunalijua. Fa innahum, nataka utambue tu kwamba washirikina hao la yukadhibunaka, kwa uhakika ndani ya nyoyo zao hawakukadhibishi wakasema wewe ni muongo, kwa sababu wanazijua sifa zako, umezaliwa kwao, umezaliwa na wao, tabia zao wanakujua tabia zako, uaminifu wako wanaujua, ukweli wako wanaujua. Kwa hivyo la yukadhibunaka walakinna dhalimina, lakini makafiri madhalim, biayati llahi, aya za Mungu, yajhaduna, wameamua kuzipinga tu kwa sababu zinakwenda kinyume na matakwa yao. Ili wazipinge aya za Mungu, wakupinge wewe uliozileta hizo aya za Mungu, lakini kiuhalisia wanajua kwamba wewe Muhammadi ni mkweli. Wanajua hilo, makafiri wote wanajua hilo, na watu wote duniani wanajua ukweli wa Qur'ani, na mwanawazuoni akisema maneno ya Mungu wanajua haya ni maneno ya kweli. Lakini sasa wakiyakubali, wao wataharibikiwa. Kwa hivyo ndo panapotengenezwa maneno tena. Anaweza akaambiwa mwanawazuoni ana siasa kali, mwanawazuoni huyo kaingia katika siasa, atengenezewe maneno mpaka yale maneno yasionekane kuwa maneno ya haki, lakini mwenyewe hasa anajua haya maneno ya kweli na alichokisema ni kweli, lakini akikiri
mambo yataharibika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndio anamwambia mtume wake, qad na'lam, kwa hakika tunajua, innahu la yahzunuka, wewe unahuzunishwa, alladhi yaquluna, na yale maneno wanayoyasema, mara wewe sahir, mara wewe kahin, mara wewe majnun, mara wewe kadhab. Fa innahum, hao kwa hakika, la yukadhibunaka, hawakukadhibishi wewe wakiamini kwamba wewe ni muongo. Hapana, wanaamini kabisa wewe ni mkweli. Walakinna dhalimina, lakini watu wabaya, biayati llahi yajhaduna, aya za Mungu hawazitaki, zinawagonga, zinawakemea. Aya za Mungu zimekuja na usawa, apate haki aliyemnyonge, hata kama akiwa mdogo kama yule kunguni, hata akiwa mdogo kama yule dudu chungu, bado apate haki, na asipate haki mtu hata kama siyo yake, eti kwa sababu ni mbabe kama vile lile ndovu. Kwa Mwenyezi Mungu hupata haki mtu kwa sababu ni haki yake, na watu wa dunia hawataki kukubaliana na hilo, kwamba mwenye haki yake ndio apate haki yake. Hilo watu wa dunia hawataki mpaka kesho. Umefahamu? Sasa maneno hayo uongo. Kwa hivyo mtu akiyakataa, si anaamua tu, lakini dunia mbabe ndio mwenye haki. Ushafahamu Taib, tunakwenda. Tumeisoma aya hiyo kwa mnasaba wa aya hii, wala yahzunuka qauluhum, usihuzunishwe na maneno yao hayo, kuwa wewe ni kahin, kuwa wewe ni sahir, kuwa wewe ni mchawi, kuwa wewe ni muongo. Maneno haya yasikuhuzunishe. Endelea na kazi uliyotumwa na Mola wako, usirudi nyuma. Sawa? Baligh ma umirta, fikisha ujumbe ulioamrishwa kuufikisha. Huo ndio agizo la Mwenyezi Mungu kwa Mtume Muhammad, na kila anayefanya kazi ya Bwana Mtume na yeye anaambiwa na Bwana Mtume mwenyewe, balighu anni walau, fikisha ujumbe wa Allah. Hata kama umefahamu aya moja ya Mwenyezi Mungu, ifikishe hiyo hiyo, mfikishie mwingine. Tuko pamoja Taib. Kwa hivyo, wala yahzunuka qauluhum, usihuzunishwe na maneno yao makafiri. Hayo maneno yao ni laghau tu, hayo maneno yao habaa manthura, maneno yao hayaumizi hayo, waachie wenyewe na dunia yao. Anasema Mwenyezi Mungu, na maneno mengine yanaanza innal izzata, kwa sababu kama heshima, kama utukufu, lillahi, ni milki ya Mwenyezi Mungu jamia, iwe utukufu wa duniani. Kama hajataka Mungu uwa watu wote duniani, ukifika kutaka kumuua yule wa mwisho, wewe ndio uwe mtawala, yule wa mwisho anakuua wewe, kama Mungu hajataka. Ukiona umefanikiwa kwa kutumia ubabe wako, Mungu kakupururia tu, sio kwa sababu una mpango mkakati. Hapana, Allah tabaraka wa taala, yeye ndio yu'til izzata man yashau, anampa uazizi anayemtaka. Usishughulike na kejeli zao. Haya maneno ya Mungu Mungu alipomwita Nabii Musa akamwambia, wa anakhtartuka, nimekuteua. Sio umekuja kwa bahati mbaya hapa, na hapa darasani hukuja kwa bahati mbaya, ni kwa sababu Mungu amekuita. Kama amekuita Mungu, fastamie lima yuha. Aya Mungu anayoyasema yapokee vizuri. Haya siyo ya shaharani, haya ni maneno ya Mungu. Fastamie lima yuha. Sawa? Innani ana Allah, Mungu anajitangaza
niliyokuita ni Allah, innani ana Allah, mimi ni Allah. Anamwambia Musa basi na haya anayoyasema Allah tabaraka wa taala, yachukue maneno hayo bila ya kuyachuja, bila ya kuyatafutia kuyapoza. Hayo ndiyo maneno ya Mungu, ondoka nayo yalivyo. Sawa? Innani ana Allah fa'buduni, akamwambia fa'buduni, niabudu Musa, niabudu Musa, wa aqimi salata lidhikri. Na ukitaka kuzungumza na mimi wewe, ingia katika udhu, simama, elekea kibla, swali, utakuwa na mazungumzo na mimi. Ukitaka kuzungumza na Mungu ufanye nini? Uswali. Wa aqimi salata lidhikri, inna saata atiyatun, kiyama baba kiko njiani. Anaambiwa Musa, sio anatishwa, ndio uhalisia wenyewe. Inna saata atiyatun, kiyama kinakuja. Ndio maana ninakwambia faabuduni, ndio maana unaambiwa faabuduni, ndio maana unaambiwa faabuduni. Ila yake nini? Inna saata atiyatun, sababu kiyama kinakuja. Na Mungu anasema akadu ukhfiha, nataka nikifiche. Kila siku kiwe hivyo hivyo. Kesho kiyama, kesho kiyama, ukiamka unakwenda shamba, kesho kiyama. Ushafahamu akadu ukhfiha. Kwa nini? Litujiza kullu nafsin bima tasaa, Mungu anataka akailipe kila nafsi kile ambacho ilikifanya. Hataki kiyama kijulikane kama uchaguzi wa Yanga tarehe 25. Umefahamu? Watu wanang'oana meno, komieni we mwenyekiti, miwe niwe mwenyekiti. Kwa Mungu je,